Tunakusalimu na waligani mpendwa msikilizaji wa Kwetu News 24 popote unapopatikana. Mimi ni Mr. Peter Pierre Kiuma, na kwenye upande wa fundi kishikilia dash cash. Kwanza tukikukaribisha kufuata taarifa ya habari kwenye lugha tukufu pendwa la Kiswahili. Itasomwa nami mtangazaji wako. Tukujuze tuko Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Huko ni Kwetu News 24. Na kabla hatujaelekea kokote, fateni kwanza vichwa vingi vya habari. Kuandika kwa historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatana na ushindi dhidi ya nchi ya Jamaica. Iran vita ikiendelea na mataifa mengine. Tuelekee kwenye habari kamili. DRC na dunia. Karibu katika taarifa ya habari. Leo tunakuletea mtasari wa matukio makubwa ya kisiasa, kijamii, michezo yanayoendelea duniani na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaanza na habari za kimataifa. Wiki tatu baada ya kuanza kwa vita kati ya Marekani na Iran, hali ya mvutano inaendelea kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anakabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na hali ya usalama katika mlango wa Hormuz. Njia hii ni muhimu sana kwa uchumi wa dunia, kwani sehemu kubwa ya mafuta yanayouzwa kimataifa hupitia katika mlango huo. Wataalamu wa masuala ya nishati wanasema kwamba iwapo Iran itazuia njia hii, bei ya mafuta inaweza kupanda kwa kasi na kusababisha hatari kwa uchumi wa nchi nyingi duniani. Hali hii pia inaongeza wasiwasi wa kisiasa na kijeshi katika eneo hilo, huku nchi mbalimbali za kiumizi mazungumzo ya kidiplomasia na kuepuka kuongezeka kwa mgogoro. Sasa turejee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo taifa linaendelea kusherehekea tukio la kihistoria baada ya miaka 52 ya kusubiri. Timu ya taifa ya DRC Leopard imefanikiwa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Ushindi huu ulipatikana baada ya kuifunga Jamaica bao 1-0 katika mechi ya mchinjo iliyowezwa chini Mexico. Baada hilo la ushindi lilifungwa katika dakika 100 ya muda wa nyongeza na kumfanya mchezaji Twanzebe kuwa mshujaa wa taifa. Wananchi kote nchini DRC walishirikia kwa furaha kubwa, kuanzia Kinshasa hadi Lubumbashi, Goma, Bukavu na miji mingine. Wengi walijitokeza barabarani wakiwa na bendera za taifa, wakicheza na kuimba kuonyesha furaha yao. Ushindi huu unaonekana kama chanzo cha umoja wa mataifa na matumaini mapya kwa vijana wa DRC. Kutokana na ushindi huu wa kihistoria, Wizara ya Ajira na Kazi inayotoa taarifa rasmi ikitangaza kuwa siku ya Jumatano iliyopita tarehe 1 Aprili mwaka 2026 ni siku ya mapumziko ya kitaifa inayolipwa. Serikali ilisema hatua hiyo inalenga kuruhusu wananchi kusherehekea mafanikio ya timu ya taifa. Hatua hii ilipokelewa kwa furaha na wafanyakazi wengi ambao walitumia siku hiyo kusherehekea pamoja na familia na marafiki. Tusalie huko nchini DRC. Katika habari nyingine za usalama, serikali ya Kongo inazindua operesheni ya kitaifa na kudhibiti umiliki haramu wa silaha ndogo. Operesheni hiyo inahusisha vikosi vya FARDC na polisi wa taifa. Uamuzi huo ulifikiwa baada ya mkutano wa ngazi ya juu ulioongozwa na makamu wa waziri mkuu wa mambo ya ndani pamoja na waziri wa ulinzi, waziri wa sheria. Viongozi hao walieleza kuwa kuenea kwa silaha ilolela kumechangia kuongezeka kwa uhalifu mjini. Kwa hiyo majeshi yameagizwa kuwachukuliwa hatua kali wale wote wanaohusika na usambazaji na umiliki haramu wa silaha. Serikali pia imehimiza wananchi kushirikiana na vyombo vya usalama ili kuhakikisha amani na utulivu vinaimarishwa. Tuelekee kwenye sekta ya afya. Waziri wa afya ametangaza hatua kali dhidi ya daktari aliyedaiwa kufanya vitendo vya ukatili kwa mgonjwa katika hospitali moja mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa taarifa, mwanamke mwenye umri wa miaka 21 aliyekuwa karibu kujifungua aliletwa hospitalini, lakini alikataa kushirikiana na madaktari. Wakati wa kujifungua, daktari alichukua hatua ya kufanya
episiotomy ili kumsaidia mtoto kuzaliwa. Baada ya kujifungua, mgonjwa alikataa kushonwa licha ya kuvuja damu. Daktari alitumia njia isiyo ya kawaida kumlazimisha kubali matibabu, tukio ambalo lilirekodiwa na wanafunzi waliokuwa katika chumba cha upasuaji. Video hiyo ilisambaa mitandaoni ili kusababisha athari kubwa kutokana na wananchi. Baada ya uchunguzi kuanzishwa, kwa daktari huyo alikamatwa na kuondolewa kazini. Kwa sasa mama na mtoto wake wanapatiwa matibabu na hali yao inaendelea kuwa nzuri. Kwa ujumla, matukio haya yanaonyesha changamoto na mafanikio yanayoibuka taifa la Kongo pamoja na dunia kwa ujumla. Wakati dunia ikikabiliwa na mvutano wa kisiasa, DRC inaendelea kuandika historia kupitia mafanikio ya michezo na jitihada za kuimarisha usalama na kudumu kwa afya. Hii ndiyo iliyokuwa taarifa ya habari ya mchana wa leo, ilisomwa nami mtangazaji wako Mr. Peter Pierre Kiuma, na kwenye upande wa ufundi alikuwa ni Dash Cash. Chini ya uongozi wa Kwetu News 24 tunapatikana mashariki